mkuu wa wilaya ndogo ya Malindi David Lusava ametoa onyo kali kwa wazazi wa vijana walio kwenye magenge ya uhalifu, wakiahidi kuwachukulia hatua za kisheria kwa kosa la utepetevu wa kimalezi. Lusava aliyasema haya katika ukumbi wa Butwani huko mjini Malindi. Kutokana na ongezeko la magenge ya vijana mjini Malindi, naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Malindi David Lusava ametoa onyo kali kwa wazazi wa vijana wahalifu mjini Malindi na viunga vyake. Kumezungumzwa mambo ya vikundi vya maoza. Hatutarajii kuona hawa watu tena. Wazazi tuchukue jukumu la kuangalia watoto wetu wanafanya nini. Sasa tukipata mtoto wako ni woza, hata wewe mzazi tutakufuata, tutawafuata, tuulize ulikuwa wapi. We will even arrest the parents who are wala watoto hawa, because tumekuwa tukiimba kila wakati. Naibu kamishna huyu alitoa onyo kali kwa machifu na viongozi wa vitongoji ambao walifungia macho ongezeko la makundi ya wahalifu. Makundi haya ya vijana wanaojihami kwa silaha butu wakiwa na umri wa kuanzia miaka 10 yanayojulikana kama mawoza yameanza kutikisa Malindi na viunga vyake. Lusava aliwataka viongozi hawa kuhakikisha vijana wote wanabakia mashuleni badala ya kuzurura mitaani. Wazee wetu wa vijiji, serikali hivi karibuni tutafanya roll out ya kuanza hiyo village administration, ambapo sasa serikali imewatambua rasmi, utakuwa part of the administrative structure. Na hatutafanya kazi na wewe kama wewe ni mzee wa kijiji, kwako ndio kuna mambo mabaya, watoto wako ndio wale wanakata watu na mapanga, watoto wako ndio wanafanya mambo yote maovu. We will not entertain you. Na pia David Lusava ameonya vijana walio kwenye makundi ya kihalifu dhidi ya kuwaua wazee kwa madai ya uchawi. Viongozi wa Malindi walishutumu matumizi ya mihadarati wakisema kuwa yamechangia kwa hali hizi za uhalifu. Ukipoteza mmoja katika utumizi wa madawa ya kulevya ni hasara kubwa sana, si kwa mzazi, ni kwa nchi mzima. Kijana yeyote ambaye anaingia katika utumizi wa madawa ya kulevya, hakusoma, hana ajira, anazunguka, anakuwa mhalifu, anaanza kushambulia watu kwa vipanga. Haya yote yanasababishwa na utumizi wa madawa ya kulevya. Msimamizi wa utawala wa kaunti ndogo ya Malindi Dadu Chome alisema serikali ya kaunti ya Kilifi inatafuta kuunda sheria mpya kudhibiti usimamizi wa ardhi. Tumekuwa na sheria za kuangazia masuala ya ardhi, lakini hapa kwetu Kilifi hatujakuwa na sera ambayo inaongoza serikali na washikadau kuweza kushughulikia masuala ya ardhi. Na hivi sasa, kama ilivyoelezwa katika speech hii ya Mheshimiwa Governor, tuko na hiyo sera ambayo sasa inafanywa public participation, na inapokamilika na kupitishwa pale bungeni, sisi kama watu wa Kilifi tutakuwa na sera ambayo itakuwa inatuongoza kuweza kutatua changamoto zetu za masuala ya ardhi. Elimelek Mudori, kaunti ya Kilifi.